Siwezi kujitia unajisi kwa kunywa pombe. Siwezi kujitia unajisi kwa kufanya washarati au uzinzi. Kwa hiyo ninasema ni watu wenye kiu ya haki ndio wanao uwezo wa kuwa na msimamo huo ambao alikuwa nao Daniel. Kwa nini? Kwa sababu ni kiu inayotengenezwa moyoni. Unapotengeneza kiu moyoni, maana yake unaazimia moyoni. Ndipo Mungu anapokupa ule uwezesho wa kuweza kushinda. Mbingu inasema mtu huyu amemaanisha anachokisema. Bwana Yesu asiwe sana. Ukisema siwezi kutenda dhambi, haimaanishi dhambi zitakuja, haimaanishi vichocheza vitakuja. Vitakuja, lakini Mungu atakupa uwezo kwa sababu umedhamiria kutoka ndani. Bwana Yesu asiwe sana. Umedhamiria, umemaanisha kwamba kuna kitu nataka kizaliwe, kuliko kuendelea compromise au kusema maneno ambayo shetani amekuwa akiwafundisha watu kwamba tupo katika mwili, uwezo ukashinda dhambi, uwezo ukashinda uasharati, uwezo ukashinda urevi. Kwa hiyo lazima uendelee kwa sababu tunaishi katika maisha ya mwili. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini mtu wa pili aliyekuwa na kiu ya haki ni Yusufu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 39 na mstari wake ni wa 7. Angalia anachokisema hapa. Mwanzo 39 mstari wake ni wa 7. Biblia inaniambia kwamba Bwana Yesu asiwe sana. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Bwana Yesu asiwe sana. Angalia watu waliokuwa na kiu ya haki. Anasema nifanyeje ubaya mkuu namna hii nikamkose Mungu? Bwana Yesu asiwe sana. Umeona Huwezi sema lugha ya ujasiri namna hiyo aliyoisema Yusufu kama una njaa na kiu ya haki. Leo hii vijana ambao hawataki kazi ya kufanya kujishughulisha hapa na pale, wakiona jambo kama hilo, mke wa bosi, mtu mwenye fedha, wazungu wanamuita sugar mami, bila shaka vijana watakimbilia ili awe nakula kuku kwa mlija, awe nakula raha. Tunaona vijana wengi wanaolewa na wamama kwa staili hiyo. Lakini Yusufu kijana mdogo akasema siwezi nikafanya ubaya mkubwa namna hii nikamkosa Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Je, ni wangapi wanaofanya ubaya mkubwa kama huo? Ni vijana wengi. Wengine ni Wakristo, wengine wanaitwa wameokoka, lakini kiwango chao cha kunywa maji nategemea na kiu yao. Ndio maana kiu yao inaishia kwenye dunia. Kwa nini? Kwa sababu hawajatengeneza kiu kwa Bwana ili wanywe maji bure. So Bwana anachotaka watu wanywe maji bure. Hata ukisoma habari za Ayubu, ni mtu ambaye alikuwa na kiu ya haki. Hata ukisoma sura ya kwanza ya Ayubu, anaeleza mtu mwelekevu na mcha Mungu aliyokuwa anampenda Mungu sana. Bwana Yesu asiwe sana. Ukisoma Ayubu sura yake ni ya 31, angalia anachokisema hapa. Ayubu sura yake ni 31. Ayubu anaeleza mambo mazito hapa ambayo nataka nikuambie kwa kizazi cha leo ni ngumu kuyaeleza. Acha nisome baadhi ya mistari hapa. Bwana Yesu asiwe sana. Ayubu anaeleza habari sura ya 31. Anaeleza mambo makubwa hapa. Anasema nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Sikia hilo swali. Ukiendelea pale mbele, sitasoma mistari yote. Ukiendelea pale mbele, anasema kama moyo wangu ulishawishwa kwa mwanamke, nami nimeotea mlangoni pa jirani yangu, ndipo hapo mke wangu na asage kwa mwingine. Hawa ni watu waliokuwa na dhamiri ya moyoni ya kutotenda dhambi. Kwa nini? Walikuwa na kiu ya haki. Ukikosa hiyo kiu, nataka nikwambie, shetani atakupa kazi ya kufanya. Bwana Yesu asiwe sana. Atakupa kazi ya kufanya, maana utakuwa na kiu ya dhambi. Aliweka agano na macho yake, hataki kufanya ujinga na upumbavu. Na akasema kwamba nipimwe kwa mizani. Kama nilifanya uovu au ujinga na mke wa jirani, basi na watu waje wasage na mke wangu, manake walale na mke wangu. Ni wanaume wangapi wenye ujasiri wa kusema hayo? Nakuuliza wewe unayenisikiliza katika kipindi hiki cha usiku wa rehema, unao ujasiri kabisa wa kutangaza mtaani kwako kwamba kama mimi nimetembea na mke wa mtu, basi watu waje watembee na mke wangu? Unao ujasiri ndugu? Ukiona hauna ujasiri,
basi ufahamu ya kwamba kiu yako na njaa yako si katika Mungu. Kiu yako na njaa yako ni katika dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kiu ya ajabu sana aliyokuwa nao mtumishi wa Mungu. Nani huyo? Ayubu. Hakutaka ujinga wa aina yoyote. Niwahi kukutana na watu walioweka maagano kasa wa kasa. Waliwaambia wake zao, wengine wamezao, kwamba nikilala na mwanamke mwingine au na mwanaume mwingine nje ya ndoa nife. Maana hilo agano linamlinda kwa sababu anakuwa na kiu ya haki. Kila anapokumbuka hicho anakumbuka kwamba niliweka agano hili na mume wangu, niliweka agano hili na mke wangu. Kwa nini? Ana kiu na njaa ya haki. Swali langu kwako msikilizaji, unataka kilichomwingia Danieli, kilichomwingia Yusufu, kilichomwingia Ayubu hadi wakawa na msimamo huo, unataka na wewe kikuingia usiku wa leo? Je, unatamani kilichomwingia mwanamke mmoja Msamaria hadi akaacha uzinzi? Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 13 na 14, Yesu anamwambia yule mwanamke, yale maji nitakayompa ndani yake yatabubujika chemichemi ya uzima. Unataka kilichomwingia yule mwanamke mpaka alipoulizwa una mume, akasema sina. Akaambiwa hata yule naye sio wa kwako, kwa sababu umekuwa nao 5, hao wote sio wa kwako. Yule mwanamke akaanza kusema haikosi wewe ni nabii. Akaingiwa na kitu kilichofanya akaacha mtungi, akaenda kuwahubiria watu wa Samaria, twendeni mkamuone aliyeniambia habari zangu zote. Je, unakitaka hicho kitu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unakitaka hicho kitu, sikiliza Isaya 44 kuanzia mstari wa 3 na 5. Bwana ameahidi kumimina maji kwa yoyote mwenye kiu. Kwa mtu yoyote mwenye kiu, Bwana ameahidi kumimina maji. Je, unayo kiu usiku wa leo ili Bwana kumiminie maji? Unayo kiu? Biblia inasema katika Isaya 44 kuanzia mstari wa 3, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Uko na kiu? Kama uko na kiu usiku wa leo, nataka nikwambie, ulevi unakwenda kukata, uzinzi unakwenda kuisha, uvutaji bangi unakwenda kuisha. Mbona maliza fedha za watoto kwa ajili ya bangi, fedha za watoto kwa ajili ya kuoa mwanamke unaoa tu kila siku. Nataka nikwambie, ukiwa na kiu, nataka nikwambie kiu ya haki, usiku wa leo tunapomaliza mahubiri hicho kitu kinaisha. Sema amen. Maandiko yanatuambia, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Mmoja atasema mimi ni wa Bwana, na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo, na mwingine ataandika juu ya mkono wake kwa Bwana na kujiita kwa jina la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unataka hiyo kitu ambayo iliwaingia watu wakawa na uwezo wa kuona dhambi ni takataka, dhambi ni ujinga, dhambi ni uchafu, wa kuweza kushinda dhambi, tamani hii roho iliyowaingia, tamani hii roho iliyowaingia, na hii roho iliwaingia kwa kiu na shauku. Kuanzia sasa tengeneza kiu ya kwamba ninataka mabadiliko ndani yangu. Chukia hiyo hali ambayo unayopitia. Chukia hiyo dhambi unayoifanya, yani hiyo ushoga unaofanya. Chukia huo. Kuna mtu mmoja akaniambia, mtumishi wa Bwana, nasumbuliwa sana na roho ya kujichua. Sasa chukia kwanza hiyo roho ya kujichua hiyo. Chukia. Unapochukia, tengeneza kiu na shauku ya nini? Ya kumpata Mungu na nguvu zake. Utakapotengeneza kiu na shauku ya kumpata Bwana na nguvu zake, nataka nikwambie uteka wako unakwisha. Utasahau hayo mambo uliyoyapitia. Hayo mambo utayasahau kabisa. Utakuwa ni mtu wa tofauti kabisa, na waliokufahamu hapo kwanza watakushangaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Acha nikakuombea Bwana achilie neema ndani yako ya kuweza kuwa na kiu na shauku ya kuwa na Bwana. Mungu wetu na Baba yetu uliye mwema na mwaminifu, namweka msikilizaji huyu popote pale alipo. Bwana kaachilie neema ndani yake ya kuweza Bwana kuwa na kiu na mambo ya haki. Achukie dhambi, achukie kila aina yoyote ya kitu kinachomtenga na wewe, kitu chochote ambacho kinamfanya Bwana atengane na wewe. Kuanzia leo ninaweka uadui katika maisha yake katika jina la Yesu. Naweka uadui na roho ya uzinzi, naweka uadui na roho ya ulevi, naweka uadui na huyu mtu anayenisikiliza na roho ya uvutaji bangi. Kuanzia leo nakata hiyo kiu ya bangi katika jina la Yesu. Bwana naachilia ushindi ndani yake katika jina la Yesu. Amen. Pendwa unayetusikiliza, kama nilivyokuambia, naitwa Geoffrey Martin Kaputa wa Kanisa Takatifu la Mungu. Tuko Kazegunga. Mawasiliano yetu kitaka kutupata ni 07
45 74 35 59 au 06 23 83 95 63 mwisho 07 45 74 35 59. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu sana Kazegunga, karibu sana Msimba. Bwana awe pamoja nawe usiku wa leo. Sema amen.